Mashabiki zangu mashosti, kuna kitu kingine nataka niambie baadhi ya watoto wa kike wale ambao wako kwenye ndoa. Ukijiona wewe kwenye kiuno chako kwa empty, wewe ni msungo. Ni usungo, sababu mwanamke lazima kwenye kiuno chake kuwe sheni au kuwe shanga. Ni lazima kwa ajili ya mume wako. Wanawake msiwi na viuno vikafanana na vya waume zenu. Mwanamke yuko empty kwenye kiuno na mwanaume yuko empty kwenye kiuno. Wanawake si Mungu ametumbia mapambo. Sisi ni mapambo ya wanaume. Na ndiye maana tukavaa hereni, ndiye maana tukavaa cheni, ndiye maana tukavaa vikuku, ndiye maana tukavaa tunajipodoa kwa ajili ya waume. Kwa hiyo wewe mtoto wa kike uko kwa mume wako, vaa shanga. Ndugu zangu, acheni viuno vya kigumegume. Niendie wale wanawake amjue hata kupinda mgongo. Migongo imekaa kama ya wanaume ya wanajeshi. Ndugu zangu, vaeni shanga watoto wa kike wale ambao viuno vyenu viko kama vya wanaume. Msijifananishi na mwanaume ni mwanaume na mwanamke ni mwanamke. Lazima mume wako akiwa na wewe kitandani ajue yeye ni kidume au ni mwanamke. Na ndiye maana tukiona mwanaume anavaa hereni, mwanaume anafanya nini, tunashangaa. Sababu sisi tuliumbiwa mapambo. Lazima tujipambe kwa ajili ya waume zetu. Kwa hiyo mwanamama, vata vikuku 10 kwa ajili ya mume wako. Vaa pete zozote unajisikia. Vaa jamani chochote unachojisikia, ili mradi unampodolea mumeo. Sio dhambi ndugu zangu. Baadhi ya wanawake, baadhi ya watu msiji kutuharibia dini. Uislamu hautaki kufanya. Uislamu kutukataza starehe, Uislamu kutukataza kuvaa dhahabu, Uislamu kutukataza kupendeza, Uislamu kutukataza mapambo. Wanawake tumeumbiwa mapambo. Sisi ni pambo ndugu zangu. Lazima tujipware kwa ajili ya watu wetu. Mpo